Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Nchi za Ulaya zimepinga ombi la Rais wa Marekani Donald Trump la kusaidia kusafisha mlango bahari wa Hormuz, ambapo mataifa kama vile Italia ndiyo nchi ya kwanza ya hivi punde zaidi ya Uropa baada ya Uingereza, Ujerumani na Ugiriki kuitikia kwa tahadhari matakwa ya Donald Trump kwamba washirika wasaidie kufungua mlango huo wa maji wa bahari ya Hormuz. Waziri wa mambo ya nje wa Italia Antonio Tajani aliwaambia waandishi wa habari mjini Brussels kwamba Italia inaunga mkono kuimarisha misheni ya Umoja wa Ulaya katika Bahari Nyekundu, lakini aliongeza, walakini sidhani kama misheni hizi zinaweza kupanuliwa ili kujumuisha mkondo wa bahari wa Hormuz, haswa kwa vile ni misheni ya kupinga uharamia na ulinzi. Naibu waziri mkuu wa Luxembourg Xavier Bettel alisema nchi yake haitokubali kuingia katika mapambano dhidi ya Iran katika eneo la mlango bahari kama anavyotaka rais wa Marekani Donald Trump. Kwa satellite na mawasiliano tunafurahi sana kuwa na manufaa, lakini usitulize kwa askari na mashine, alisema naibu waziri mkuu huyo. Wito wa Trump wa nchi ikiwa ni pamoja na Ufaransa na Uingereza kutuma meli za kivita kusaidia kufungua mlango bahari wa Hormuz umepokelewa na majibu mazuri licha ya serikali kote ulimwenguni kukumbwa na kupanda kwa bei ya nishati. Ushiriki wowote wa kijeshi ungeshuhudia nchi kama hizo zikiburutwa kwenye vita vinavyozidi kuongezeka ambavyo vilianzishwa na Marekani na Israel kinyume cha sheria, kulingana na wataalamu wengi wa sheria. Gazeti la The Guardian la nchini Uingereza limesema kando na kuenea kwa athari zake za kiuchumi na madhara makubwa kwa utulivu wa kikanda, vita tayari vimekuwa na gharama kubwa za kibinadamu na idadi kubwa ya vifo vya raia katika nchi ya Iran na Lebanon, lakini pia na Israel kutokana na mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel pamoja na yale yanayofanywa na Iran. Trump alikuwa amependekeza washirika wanaweza kuchangia mali za majini kama vile wachimba migodi. Vyombo vya Ulaya ni zaidi ya vile vya Marekani, lakini serikali za Ulaya hadi sasa zimepinga shinikizo la rais wa Marekani. Ingawa hii ni hali inayoendelea kwa kasi, hivyo tofauti zinaweza kutokea. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema hataingizwa kwenye vita vikubwa. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari huko Downing Street, waziri mkuu huyo wa Uingereza Keir Starmer alisema malengo yake kuhusu vita hivyo ambavyo vimeingia wiki yake ya tatu ni kwamba tutawalinda watu wetu katika kanda. Pili, tunapochukua hatua zinazohitajika kujilinda na washirika wetu, hatutaingizwa kwenye vita vikubwa zaidi. Na tatu, tutaendelea kufanyia kazi azimio la haraka litakaloleta usalama na utulivu katika eneo hili na kusimamisha tishio la Iran kwa majirani zake. Starmer aliwaambia waandishi wa habari kuwa anafanya kazi na washirika katika mpango wa kufungua tena mkondo wa Hormuz baada ya kupinga matakwa ya Donald Trump ya kutuma meli za kivita za Royal Navy kusaidia kupata njia muhimu ya meli, alisema waziri mkuu huyo wa Uingereza. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amesema Berlin haioni jukumu la NATO katika kushughulikia kufungwa kwa ufanisi kwa njia ya bahari ya Hormuz baada ya Trump kusema katika mahojiano kupitia gazeti la Financial Times kwamba itakuwa mbaya sana kwa siku zijazo za muungano ikiwa washirika hawatasaidia kulinda njia ya meli. Akizungumza huko Brussels kabla ya mkutano wa baraza la mawaziri wa mambo ya kigeni wa umoja huo, Wadephul alisema sioni sababu ya NATO kufanya uamuzi wowote katika mwelekeo huu au kuweza kuchukua jukumu la mkondo wa Hormuz. Alisema ikiwa ndivyo basi miili ya NATO ingeshughulikia ipasavyo. Amemalizia kusema hivyo. Kadhalika Ugiriki nayo pia imeeleza uwazi ikisema haitojihusisha na operesheni za kijeshi katika mkondo wa bahari wa Hormuz. Msemaji wake kupitia shirika la habari la Reuters limemnukuu akisema kwamba Ugiriki haitojihusisha na operesheni zozote za kijeshi katika mlango bahari wa Hormuz. Hayo yanajiri baada ya Donald Trump kutoa wito kwa Uingereza, China, Ufaransa, Japan, Korea Kusini na nchi nyingine kupeleka meli kwenye njia ya meli yenye shughuli nyingi zaidi duniani ambayo inazuiliwa vilivyo na Iran. Lakini mwitiko wa mwito huo umekuwa ukisitasita kwa kiasi kikubwa, huku nchi zikitoa taarifa zisizo za dhamira zikisema mazungumzo yanaendelea na kwamba wanafanya kazi na washirika, lakini muhimu sana kwa Trump kutokubali kupeleka mali yoyote kwenye mkondo huo hatari. Iran imezishambulia meli na kuripotiwa kutega makombora kwenye mlango bahari na hivyo kufunga kwa usafiri wa baharini na kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani kote. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika
Usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.